Mwenyezi Mungu awabariki sana. Wahadhiri wenzangu wote, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Nina imani ya kwamba wako wanaotufuatilia kwa mbali ambao hawako hapa katika viwanja hivi, wenda wameketi mahali, wenda nyumbani kwako au katika eneo lako la biashara. Na kutokea katika eneo hilo unatupata vizuri katika eneo hili la mikutano. Bwana akubariki hapo ulipo. Lakini tunatambua ya kwamba wako wenzetu ambao kwa njia ya mitandao ya kijamii wanasikia sauti zinazopaa kutoka katika eneo hili, sauti za matumaini. Mwenyezi Mungu awakumbuke hao pia. Tuko pamoja na endelea kubarikiwa. Tunashukuru sana waimbaji wainjilisti kutoka Ngome kwa wimbo mzuri ulioimba. Amina. Tunamhitaji sana huyu Yesu. Dunia hii imekaribia mwisho sana. Tunahitaji kukombolewa, tunahitaji kuokolewa. Wale wanaomtegemea yule ambaye tumeelezwa katika vipindi vilivyotangulia, yaani Yesu Kristo, ambaye ndiye pia tunamzungumza katika muda huu, hao neno la Mungu linasema ya kwamba watakuwa kama mlima Sayuni. Amina. Hawawezi kutikisika, hawawezi kutikiswa. Hao wanakuwa imara kama mlima, na jina la Bwana litukuzwe kwa ajili yao. Amina. Hautakuwa imara kama hauna muda wa kuweza kufahamu huyo ambaye anaweza kukuimarisha na ukawa vile ambavyo anahitaji uweze kuwa. Amina. Kwa hiyo tunamtukuza sana Mungu ambaye ametupatia kibali cha kuwa hapa na nafasi ya kuwa katika mikutano hii jioni ya leo. Kila mmoja aliyeko hapa na anayesikia kwa mbali, basi Mwenyezi Mungu aweze kumbariki sana. Amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, wewe ni Mungu kweli mwenye upendo usio na kifani. Yaani kwamba sio sisi tu ambao umetufunulia haya katika wakati uliopita, lakini mpaka wakazi wa Igingilanyi umewakumbuka. Unaona ya kwamba mafundisho haya yanawafaa kwa ajili ya wokovu, na umeona uweke mkutano kwa ajili yao. Baba, jina lako litukuzwe sana. Tunakuomba Mungu wetu ya kwamba utusamehe mahali tulipokukosea katika mawazo, kwenye maneno yetu na hata katika vitendo vyetu. Katika muda huu tunapohitaji kusogea mbele zako zaidi kwa ajili ya kusikia kutoka kwako, tunakuomba tena uweze kuwa pamoja nasi kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya kila mmoja wetu na katika viwanja hivi. Tunakuomba ukazungumze nasi, na mwisho wa kipindi hiki pia kila mmoja aliyeko hapa akakiri amekutana nawe na kubarikiwa kama ambavyo tumekusikia na kukuona katika vipindi vilivyotangulia. Kwa jina lake Yesu, amen. Amina. Kama ambavyo nilisema hapo jana, mada yetu kuu katika mkutano huu inasema kutana na mkombozi wako. Kwa hiyo nikisema Igingilanyi mahubiri au injili Igingilanyi mwaka 2025, unaitikia unasema kutana na mkombozi wako. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amina. Mkutano wa injili Igingilanyi mwaka 2025, kutana na mkombozi wako. Kutana na mkombozi wako. Mahubiri Igingilanyi 2025. Mahubiri Igingilanyi 2025. Na imani kwa kadri tunavyoendelea, basi kauli mbiu hii itakuwa katika vichwa vyetu, hasa baada ya kuguswa na viini vya somo hili. Na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Amina. Ndugu zangu, wimbo ambao tumeuimba hapa namba 161, wimbo katika nyimbo za Kristo, piga panda na ya makelele ya kwamba Yesu anakuja tena, ni wimbo ambao umesheheni maudhui ya msingi kuhusiana na ukombozi wa mwanadamu. Ndani ya wimbo huo utashuhudia mambo kadhaa yanayohusiana na hali wanadamu wanayopitia katika ulimwengu huu, mambo ambayo yanawafanya wayaone maisha yakiwa si mazuri. Jambo mojawapo
habari ya mambo ya vita. Jambo jingine ni habari ya maradhi, habari ya hofu na mengine mengi tuliyosikia katika ulimwengu huo, ambayo unapoyatafakari utaona ya kwamba tunahitaji mkombozi, tunahitaji tukombolewe kutoka katika mambo hayo. Ni vyema katika wakati huu tukafahamu ya kwamba ukombozi maana yake ni nini, na ndipo sasa tuweze kuona habari ya mkombozi mwenyewe. Ukombozi ni kitendo cha kuokoa au kuokolewa kutoka katika hali ya upotevu. Ni hali ya kuokolewa, ya kutolewa katika hali ya kutokuwa huru. Na mtu ambaye anakombolewa ni yule ambaye kimsingi yeye mwenyewe amejishindwa, yeye mwenyewe amekiri ya kwamba hawezi kujinasua katika hali anayopitia. Tunakumbuka kihistoria ya kwamba nchi nyingi za Afrika likiwemo taifa letu zuri la Tanzania, kuna wakati tulikuwa katika mikono ya wakoloni. Tulitawaliwa na Wajerumani, baadaye tukatawaliwa na Waingereza. Na wakati tulipopata uhuru kutoka kwa Waingereza mwaka 1961, tukasema ya kwamba tumepata ukombozi. Harakati zilizotangulia mchakato huo au hatua ya kupata uhuru wetu zilijulikana kama harakati za ukombozi. Harakati zile zilisimamiwa na watu mbalimbali. Wengine walikuwa ni viongozi katika makabila yetu. Huku Iringa kulikuwa na kiongozi mmoja aliyejulikana kwa jina maarufu kama Mkwawa. Naye alikuwa ni mmoja wapo ya wale ambao walipigania watu wake ili waweze kupata ukombozi. Yule ambaye hakufurahishwa na vitendo vya watu wake kutawaliwa, na hasa aina ya utawala ambao uliwakandamiza na uliwafanya wakati wote wajihisi ya kwamba ni watumwa. Yule anayekombolewa ni yule ambaye hawezi kujinasua katika hali aliyonayo. Anayekombolewa ni yule ambaye hayuko huru, na kwa sababu ya kukosa uhuru, maana yake ni kwamba hata hatima ya maisha ya huyo mtu, hali yake ya maisha pia iko matatani. Wakati wowote jambo lolote baya laweza kutokea, ikiwemo yeye mwenyewe kupotea kabisa, nikimaanisha kufa. Ndugu zangu, hali ni mbaya katika masuala ya kiafya. Utakapozunguka ukatembelea katika familia, hakuna familia au katika ukoo utakao utembelea ukose watu ambao ni wagonjwa. Hakuna mahali ambapo utafika katika mji, katika kijiji, katika eneo fulani ukakosa eneo lililotengwa maalum kwa ajili ya kuzikia watu. Hapa mahali tulipo pia ni jirani na makaburi. Makaburi haya yamebeba miili ya wenzetu tulioishi pamoja nao wakati fulani uliopita. Wapendwa wetu wamelala. Ni kitu gani ambacho kiliwapata mpaka wakafikwa na hali hiyo? Yawezekana wengine waliumwa magonjwa mbalimbali, wenda saratani, wenda walikuwa na visukari, wenda walikuwa na upungufu wa kinga katika miili yao, wenda walikuwa na magonjwa ya vifua vikuu, yawezekana ni magonjwa, maradhi ya kiharusi na kadhalika na kadhalika. Wakalala usingizi wa mauti.
sisi wenyewe tulioko hapa tunatambua kabisa ya kwamba hao waliotangulia sio wa mwisho. Wametangulia tu, lakini wapo wengine wanaofuatia, na hao wengine wanaofuatia ni akina sisi tulioko hapa, ni wale ambao tunasikia sauti hizi. Kila mmoja kwa saa yake kipo kitu ambacho kitamuongoza katika kaburi. Jambo hilo limefanya katika mazingira tunayoishi, hospitali zimejengwa, zahanati zimejengwa ili kupunguza kama si kuzuia kabisa maradhi, kuleta hali ya watu, kuwafanya watu wakakosa nafasi ya kuendelea kuishi.